Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Leo ni siku njema, ni siku ya Bwana tena ambayo Mungu ametujalia kuwa katika madhabahu yake ili kuweza kusikiza neno lake. Karibu Yosh Testimony TV, channel ambayo inakuletea ushuhuda wa Bwana wetu Yesu Kristo hapa duniani pamoja na kushuhudia ufalme wa Mungu. Leo ni siku njema ambayo Mungu ametupatia ili kuweza kusikiza neno lake. Na tunaendelea na silizi yetu ya mafundisho tunayojifunza sifa za Mungu. Na tunaendelea na zile sifa ambazo tulikuwa tumeanza nazo, sifa za kipekee za Mungu ambazo hajatushirikisha wanadamu, exclusive attributes of God, ndizo ambazo tunaendelea nazo. Na tulishaongea katika vipindi vilivyopita kwamba ili ni somo ambalo ni muhimu sana kwa sisi wa Kristo kuweza kujifunza mambo haya, kwa sababu ili ndio neno ambalo linatangulia kabla mambo yote. Sio kuishia kujua kuhusu Mungu, lakini kumjua Mungu ni nani. Na tunavyoweza kumjua Mungu ni nani, basi inatusaidia sisi kuweza kumwamini Mungu. Inatusaidia katika swala zima la maombi. Inatusaidia katika swala zima la ibada na kuabudu, kwa sababu tunajua Mungu ni nani. Na nilitolea mfano kipindi kilichopita kwamba huwezi kumkabidhi mtu fedha ambaye humfahamu. Huwezi tu kutoka kumpa mtu milioni moja, mtu ambaye humfahamu. Ndivyo kadhalika hauwezi kumpa Mungu maisha yako kama haumfahamu Mungu. Bwana Yesu alitoa mfano mmoja ambao ni very strange, very amazing example. Walimfuata wakamuuliza, mwalimu, je, ni halali kulipa kodi kwa Kaisari? Yesu akawatazama akasema, nipeni sarafu. Walivyompa ile sarafu akasema, mpeni Kaisari kilicho cha Kaisari na mpeni Mungu kilicho cha Mungu. Sidhani kama wale watu walimuelewa, lakini Yesu alikuwa anajaribu kuwaambia, mpeni Mungu mioyo yenu. Kwa sababu gani? Ile sarafu ina sura ya Kaisari. Hata sisi tukichukua sarafu labda 500 ina picha pengine labda ya rais, si ndio? Kwa hiyo ni halali kulipa kodi kwa sababu hiyo fedha imetengenezwa na serikali yako. Lipa kodi. Yesu akasema, mpeni Mungu kilicho cha Mungu kwa sababu mioyo yetu imeumbwa kwa mfano na kwa sura ya Mungu. Sasa hauwezi kumpa Mungu moyo wako na kuweza kumwamini na kumtegemea asilimia zote kama haumjui Mungu ni nani. Ndio maana sasa katika somo letu tunajifunza sifa za Mungu ili uweze kumjua Mungu ni nani. Na tumeshajifunza katika vipindi vilivyopita, nifanye recap kidogo, kwamba Mungu wetu ni wa milele. Our God is eternal. Namba 2 tukasema our God is self-existent one. Mungu wetu anajitosheleza. Namba 3 tulijifunza katika kipindi kilichopita kwamba our God is immutable. Mungu wetu habadiliki. His nature, his character, his promise and purpose never ever change. Nikakwambia, lakini plan za Mungu ndizo zinaweza kubadilika. Nikakutolea mfano, Musa anaambia Mungu, hapana, badilisha maamuzi yako, usiwaangamize hawa watu. Akatoa sababu, na maandiko yanasema God repent in a sense kwamba Mungu akageuka kutoka kwenye kile ambacho alikuwa amekikusudia. Kwa hiyo Mungu anaweza kubadili plani yake. Nikakutolea mfano, ukiwa unaenda Kilimanjaro unatokea Dar es Salaam, unaweza kupita njia ya Bagamoyo. Let's say kuna ajali, kuna changamoto imetokea, watu hawawezi kupita njia ya Bagamoyo. Uta change plan, upite njia ya Chalinze. So una change plan, unabadilisha njia ya kufikia kwenye lengo. Ndivyo Mungu anaweza kubadilisha plan anytime, lakini his goal, his purpose, his promise and character and nature never ever change. Leo tunaenda kuangalia jambo jingine katika exclusive attributes, sifa ambazo Mungu hajatushirikisha wanadamu, anazo yeye mwenyewe, ambayo ni point yetu ya 5. Tunasema Mungu wetu ni omnipotent. Kumbuka unajifunza mambo haya ili unaposema Mungu ujue unazungumzia Mungu yupi, kwa sababu katika fikra za watu kila mmoja ana tafsiri yake ya Mungu. Wengine wanasema Mungu ni some cosmic forces, wengine wanafikiria Mungu some intelligence, lakini sisi Biblia inatuonyesha Mungu wetu ni nani. Mungu wetu ni omnipotent God. God is all powerful. God is able to accomplish all that is consistent with his nature and will.
Ntarudia. God is all powerful and God is able to accomplish all that is consistent with his nature and will. God power is seen in several scenarios. Tunaona nguvu za Mungu kwenye uumbaji. Mungu aliyeumba mbingu na nchi. Unaweza ukamwona Mungu kupitia uumbaji. Maandiko yanaelezea kwamba uumbaji wenyewe unadhihirisha uungu wa Mungu. Mtu ambaye atasema siamini kama Mungu yupo, tunajua akitazama vizuri uumbaji, bahari, maziwa, mwezi, nyota, ataweza kutestify kwamba haya mambo hayajatokea tu kwa bahati mbaya, lakini kuna Mungu ambaye ameumba mambo haya. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Kwa hiyo Mungu wetu ni all powerful. Tunaona katika ufufuo wa Yesu Kristo jinsi ambavyo Mungu alimfufua Yesu Kristo. Tunaona pale nguvu za Mungu. Tuna nguvu za Mungu katika salvation. Haleluya. God speak and things come into existence. He command and nature obey. So huyu Mungu wetu ni Mungu mwenye nguvu. Hakuna kitu ambacho Mungu wetu ataamua kukifanya na hakitatokea. So there is no any situation that is too hard to God. Kwa hiyo manake no sickness, no bondage, impossibility or any opposition that is greater than the power of our God. Hii inatupa confidence na imani sisi ambao tunamwamini Mungu kwamba hakuna ugonjwa, hakuna utumwa, hakuna lisilowezekana au upinzani wote ule ambao una nguvu kuliko nguvu za Mungu wetu. Ndio maana maandiko yanasema aliye ndani yenu ana nguvu kuliko aliye nje. Greater is he that is in you. Hallelujah. Tuna Mungu mwenye nguvu ambaye tayari tumesha prove throughout of years kwa scenario na matukio mengi kwamba Mungu wetu ni Mungu mwenye nguvu. Mungu tuna nguvu zake katika uumbaji. Ikiwa Mungu ndo ameumba hiki kila kitu, ni rahisi sana kuamini kwamba Mungu anaweza kupasua bahari ya Shamu wana wa Israeli wakapita. In fact, yeye ndo aliyeumba hiyo bahari na hiyo ardhi. Sasa ikiwa Mungu ndo ameumba bahari na ardhi kwa nguvu zake, ilikuwa ni jambo jepesi sana kuamini kwamba Mungu anaweza kupasua bahari na wana wa Israeli wakapita. Tunapoamini katika nguvu za Mungu, tuna turn impossibility to possibility, sickness to healthy, bondage to freedom and liberty, lack and poverty into abundance life. Maandiko yanasema Yesu alikuja ili tuwe na uzima kisha tuwe nao tele. Haleluya. Kwa hiyo Mungu wetu ni Mungu mwenye nguvu. Na huyu Mungu wetu maandiko yanasema he dwell in us and us we dwell on him. Tunakaa ndani yake na yeye anakaa ndani yetu. Na hiyo ndio sababu shetani anaweza kututii, kwa sababu we have greater God, we have powerful God. Amna namna shetani anaweza akazuia. Lakini ukiwa hujui Mungu uliye naye, shetani atakushinda. Lakini ukijua Mungu uliye naye, basi shetani atakutii, kwa sababu atajua huyu ni mtu anayejitambua. Haleluya. Nilikutolea mfano katika series iliyopita kitu kimoja kinaitwa Emancipation Proclamation, jinsi ambavyo Abraham Lincoln alitangaza kwamba utumwa umefika mwisho kule Marekani, na watu wote ambao walikuwa wanamiliki watumwa wawaachie wale watumwa. Licha ya kwamba tangazo hilo lilitolewa, lakini wale watumwa ambao hawakusikia tangazo hilo la uhuru waliendelea kukaa katika hali ya utumwa, ili hali wameshawekwa huru. Ndio maana Mungu ameona umetembea kwenye utumwa kwa muda mrefu, anakuletea neno lake, na maandiko yanasema yeye ulituma neno lake apate kuponya. Mungu anakutumia neno kwamba upate kujua yeye ni Mungu mwenye nguvu kuliko chochote kile. He is all powerful. Maandiko yanasema sasa katika Mwanzo sura ya 1 mstari wa 17, maandiko yanasema Abraham alipokuwa mtu wa miaka 99, Bwana akamtokea Abraham akamwambia, mimi ni Mungu Mwenyezi, uende mbele yangu ukawe mkamilifu. And when Abraham was 19 years old,
and 9, the Lord appeared to Abraham and said unto him, I am the Almighty God. Unaposema Mungu mwenyezi, neno mwenyezi manake Almighty, Mungu mwenye enzi yote. Hallelujah. Our God is Almighty. Almighty. Hallelujah. Lakini katika Ufunuo 4:11 inasema, umestahili wewe Bwana wetu na Mungu wetu kuupokea utukufu na heshima na uweza, kwa kuwa wewe ndiwe Mungu uliyeviumba vitu vyote, na kwa sababu ya mapenzi yako vilikuwako navyo vikaumbwa. Sasa kwenye Kiingereza anasema vizuri kwamba for your pleasure they are and were created. Huyu Mungu mwenye nguvu ndo aliumba vitu vyote. Kwa vitu vyote vina submit to God. Vitu vyote vina submit to God. Ndio maana maandiko yanasema wewe unaamini, hata mapepo yanaamini na yanatetemeka. Even demons and devils, they are submitting and trembling before God. Kwa sababu gani? They know God is powerful. They know God is almighty. Na wewe mtu wa Mungu unatakiwa ujue your God is all powerful, almighty, above any other power. Hallelujah. Ufunuo sura ya 19 mstari wa 6, maandiko yanasema, nikasikia sauti kama sauti ya makutano mengi, na kama sauti ya maji mengi, na kama sauti ya radi yenye nguvu, ikisema, haleluya, kwa kuwa Bwana Mungu wetu mwenyezi amemiliki. And I heard as it were the voice of great multitude, and at the voice of many waters, at the voice of mighty thundering, saying, hallelujah, for the Lord God omnipotent reign. Our God is omnipotent and he reign. Mungu wetu ni mwenyezi. Unapomwabudu Mungu, muabudu Mungu kutokana na sifa hizi ambazo nakwambia, ambazo tunajifunza katika siku ya leo. Waebrania sura ya 1 mstari wa 3, maandiko yanasema, yeye kwa kuwa ni mng'ao wa utukufu wake na chapa ya nafsi yake, akivichukua vyote kwa amri ya uweza wake, akisha kufanya utakaso wa dhambi, aliketi mkono wa kuume wa ukuu huko juu, who being the brightness of his glory and the express image of his person, and upholding all things by the word of his power. Nataka uangalia hapo neno, maandiko yanasema upholding all things by the power of his word. The reason jua limekaa pale katika kule angani, mwezi umekaa ulipokaa, dunia imekaa ilivyokaa, kila kitu kinaenda kinatembea katika njia zake, hakuna mchafuko ambao unatokea, ni kwa sababu neno la Mungu ndo ambalo limeyashikilia hayo mambo yote. Can you imagine? This is just amazing. The word of God is the one that is upholding everything. Without the word of God, everything will crumble. Everything will crumble. Hallelujah. My atom, my molecules will crumble. My molecule, my atoms, they're upholding, and I stand firm and stable like this is because the word of God is upholding them. My bones is upholding by the word of God. Hallelujah. My heart, my kidney, everything. Nadhani unaweza ukaelewa sasa. Unapoamini katika nguvu za Mungu za uponyaji, unapoamini katika jambo hilo, lazima uamini kwa sababu mambo hayo yote yanashikanishwa na neno la Mungu. Huyo ndiye Mungu wetu ambaye ni Mungu mwenye nguvu sana, nguvu zote. Yeye ni mwenyezi. Na Yeremia 32:17 inasema, Bwana Mungu, tazama, wewe umeziumba mbingu na nchi kwa uwezo wako mkuu na kwa mkono wako ulionyeshwa. Hapana neno lilo gumu usiloweza. Lord God, behold, you has made the heaven and the earth by your great power and stretched out arm. There is nothing too hard for you. There is nothing that is too hard for God, because his power is uncomparable, is unmatched. You can't compare the power of God with anything. Unajua kuna ule wimbo unasema nikulinganishe Mungu na nini? I graduate from that.
Now I don't sing that song, not because that song is bad, because I already have the answer kwamba wewe Mungu ulinganisha na chochote. So now siulizi tena swali Mungu ni kulinganisha nani, namwambia Mungu wewe ulinganisha na chochote. I can't even dare to think to compare God or to ask to compare God with anything, because I already know my God is almighty. He's too powerful. He's omniscient. I graduate from that. Case settled. Now I declare, when I worship God, you are too powerful. You are uncomparable. I don't ask the question kwamba nikulinganisha na nani. Hallelujah. That is our God. Huyo ndio Mungu wetu mwenye nguvu, ambaye hakuna jambo lililo gumu mbele zake. Mungu ambaye he uphold everything by the power of his word. Mungu ambaye yeye ndio anayemiliki na kutawala, mwenye enzi. Haleluya. Mungu ambaye ndo ameumba kila kitu. Huyu ndiye Mungu ambaye alimwambia Ibrahim, uende mbele yangu ukae mkamilifu, katika Mwanzo 1:17. Haleluya. Jambo la 6 katika mfululizo wa hizi sifa za Mungu, tunasema kwamba Mungu wetu ni omnipresent. Omnipresent maana yake Mungu wetu yupo kila mahali. God is present everywhere at all time in the fullness of his being. God is present everywhere at all time in the fullness of his being. God is present everywhere at the same time. There is no place where God is absent. Hallelujah. God is not limited by location. But God in the fullness of his person, he's just everywhere at the same time. He's full present in heaven, on earth, in sacred place, in hell, in the public place, in your joy, in your pain. God is always there. Mungu, mbona umejificha? God is just with you right there. Hallelujah. Kwa hiyo jambo hili linatuonyesha kwamba hatuwezi kuwa alone. God is present when people see you and when no one see you. Watu wanapokuona, watu wasipokuona, watu wakikutenga, wasipokutenga, wakikukubali, wasipokukubali, haijalishi wanafanya nini, Mungu yupo pamoja na wewe. Unatakiwa ulive na hii conscience, unatakiwa uishi na mtazamo na ufahamu wa namna hii, ili neno liingie katika nafsi yako. Mungu yupo na wewe everywhere, na his presence comfort the righteous, the weak. Hallelujah. Uwepo wa Mungu unatucomfort sisi ambao ni watoto wake, na unawaonya wale ambao sio watoto wake. Bwana Yesu asifiwe. Nikusomee neno la Mungu katika Zaburi ya 139 mstari wa 7. Maandiko yanasema, niende wapi nijiepushe na roho yako. Hii Zaburi ni huyu mtu alikuwa ameshagundua kwamba God is just everywhere. Sasa kwa sababu ameshagundua, amekaa katika ibada yake, anaanza kusema haya maneno. Haya maneno ni mtu ambaye anayasema akiwa kwenye uwepo wa Mungu. Amepata realization, amefikia mahali ametambua. Sasa anasema, niende wapi nijiepushe na roho yako? Niende wapi niukimbie uso wako? Kama ningepanda mbinguni, wewe uko. Ningefanya kuzimu kitanda changu, wewe uko. Ningezitoa mbawa za asubuhi na kukaa pande za mwisho za bahari, wewe uko. Huko nako mkono wako utaniongoza, na mkono wako wa kuume utanishika. Kama nikisema, hakika giza litanifunika na nuru inizungukayo ingekuwa usiku, giza nalo halikufichi kitu, bali usiku huangaza kama mchana. Giza na mwanga kwako ni sawasawa. Everything is naked before God. Hamna kitu ambacho kimestirika mbele ya Mungu wetu. Vitu vyote ni dhahiri kwa huyu Mungu wetu. Yupo kila mahali.
Unakumbuka mtu mmoja alimfuata Bwana Yesu akamwambia, nina mwanangu anaumwa, naomba umponye. Bwana Yesu akauliza yupo wapi? Akapia yupo nyumbani. Basi tutakuja, maana hapa ndipo na shughuli za huduma, hapa kuna watu tayari walikuwa hapo kwenye foleni. Yule mtu akamwambia, tulia Bwana Yesu, tulia. I know where you are. Na kujua we ni nani. Sifungwi na uwepo wako tu hapa physically. I know you are just everywhere. Huyu mtu aliweza kutap the divinity, the deity of Christ, kitu ambacho watu wengi hawakuweza kukitambua. Hata mitume wa Yesu hawakuweza kugundua uungu wa Yesu. Lakini mtu tu anakuja, ana macho ya rohoni, akagundua huyu jamaa sio tu ni binadamu wa kawaida, lakini huyu pia ni Mungu at the same times. He is just human and God at the same time. Sasa kiubinadamu wako ni kweli ningeweza kusubiri umalize shughuli zako twende tukamponye mwanangu, lakini I know who you are. Na kuuliza wewe, mtu wa Mungu, unamjua Mungu wako? Unamjua Mungu wako? Bwana Yesu alivyosikia maneno akamtazama huyu mtu akasema, hakuna imani kubwa kama hii. Bwana Yesu akasema, enenda zako kwa amani, mwanao amekuwa hai. Ni kwa nini? Ni kwa sababu huyu mtu alijua kwamba Jesus can be everywhere. Maandiko yanasema mfalme wa Shami alipokuwa anazungumza na askari wake na mabrigidia na majenerali wa jeshi lake wanapanga mipango, maandiko yanasema Elisha alikuwa anajua na anamtaarifu mfalme wa Israeli. Wakati Syrian army plan the ambush, Israel plan to ambush the ambush. Wakati hawa Washami wanapanga kwenda kuwashambulia wana wa Israeli, wana wa Israeli wanapanga kwenda kushambulia shambulio la wana wa Washami. Maadui zako, watu ambao wanakutakia mabaya, haijalishi wamekaa vikao vya siri kiasi gani, wanapanga mipango mibaya juu yako. If you believe on this attribute that my God is everywhere, hiyo mipango yao haiwezi kufanikiwa, kwa sababu God will reveal their plot plain to you. Mungu atakwambia, atakupatia hekima ambacho unatakiwa kufanya ili kuepukana na mabaya ambao watu wamekupangia. Kuna mahali wewe huwezi kwenda, huwezi kufika, lakini when you pray, your God who is just everywhere is doing that for you, as if you are there. Tunavyoomba, tunavyomwabudu Mungu, lazima tumwabudu Mungu tukiwa na revelation za namna hii. Inatusaidia kuomba kwa imani. Sometimes we pray and we don't get what we prayed for because we are praying amiss. We are missing the mark. We are just to No, we need to pray with the right consciousness, a real understanding that our God is just everywhere. Wanao wapo boarding, unapowaombea, kwa sababu upo kwenye uwepo wa Mungu na Mungu wapo, Mungu anafanya kule kwa watoto wako, kwa sababu yeye yupo kila mahali. Kwa hiyo hatufungwi na location, hatufungwi na space. Space kwetu sio kitu ambacho kinatuamulia jambo lote lile. Hallelujah. Kwa hiyo tumejifunza exclusive attributes of God, mambo 6 ambayo ni sifa za Mungu ambayo ni ya kipekee. Mungu hajashirikisha sifa hizi na wanadamu. Tukaangalia kwamba our God is eternal, Mungu wetu ni wa milele. Our God is self-existent, kwa hiyo Mungu wetu anajitosheleza. Tukaangalia katika kipindi kilichopita cha pili kwamba our God is immutable, Mungu wetu habadiliki. There is no variation or variable. He is unchangeable God. He is not affected by anything. He does not change in character, in purpose, in character, and on his promise. He can change his plan. Tumeangalia God is omniscient. He is all-knowing God.
perfect knowledge, perfect wisdom, perfect understanding. There is no any possibility of anything to exist without the framework of the mind of God. I repeat, this is just amazing. Nataka ya maneno ingie kwenye moyo wako. There is no any possibility of anything to exist without the framework of the mind of God. Lakini our God is omnipotent. Mungu wetu ana nguvu, yeye ni mwenyezi, almighty, all powerful. Na sita tumeangalia, our God is omnipresent. He's everywhere. So when we say our God is eternal, we mean that he's not limited by time. When we say our God is self-existent one, we say that our God does not depend on anything. We human, we never independent. God is the only one who is independent, surely and perfect, absolute. When we say our God is immutable, we mean our God does not subjected to change. We can surely trust on the integrity of God. Even me, my integrity sometimes is tested and I change. But the integrity of God is absolute, never change. But when we say God is omniscient, he's not limited in knowledge, wisdom, or understanding. When we say God is omnipotent, no limited in power, almighty. When you say God is omnipresent, we mean no limited by space. Hizo ni 6 attributes of God. 6 incommunicable attributes of God. Sifa ambazo Mungu hajashare na kitu kingine chochote wala kiumbe kingine chochote. Kwa hiyo sisi kama Kristo tunavyosema Mungu kwenye nyimbo zetu, kwenye kuabudu, kwenye maombi, tunamaanisha Mungu huyu. Hallelujah. Maana Biblia ndio ina establish mambo haya 6 juu ya Mungu wetu. Bwana Yesu asifiwe. Tutaishia hapo kwa leo. Kipindi kijacho tunaenda kujifunza 4 inclusive attributes of God. Sifa 4 ambazo sasa Mungu hizi ameshirikisha wanadamu. Ni sifa ambazo Mungu anazo, lakini pia ametushirikisha sisi wanadamu. Ni tofauti na hizi ambazo tumetoka kuziangalia. Kwa hiyo somo lijalo ni very very important. Unatakiwa ulisikilize litakapotoka. Hallelujah. Na nitaenda kufundisha kwa sababu nimesema our God is omnipresent, lakini nataka nikuonyeshe 3 dimension of God presence. 3 dimension of God presence. Kwa hiyo hayo ndio mambo tutajifunza katika kipindi kijacho. 3 dimension of God presence and inclusive attributes of God. Kwa hiyo like, comment, subscribe na share mafundisho haya na watu wako na marafiki zako, ili na wenyewe waweze kusikia na Mungu. Sasa ili huyu Mungu mwenye hizi sifa 6 awe Mungu wako, unatakiwa kumpa Yesu maisha yako, awe Bwana Mwokozi wa maisha yako. Kwa hiyo kama unamwamini Yesu Kristo alikufa msalabani kwa ajili ya dhambi zako na alifufuka ili wewe upate kuhesabiwa haki, unapokea wokovu kwa imani ambao umetolewa bure kwa neema, basi nifuatishe sala hii. Sema: Baba, katika jina la Yesu na kushukuru kwa upendo wako, maana kwa upendo wako ulimtoa Yesu Kristo mwana wako afe msalabani kwa ajili yangu na afuke ili mimi nipewe haki. Bwana Yesu, asante kwa uhai uliotoa msalabani ambao kwa huo mimi nimesamehewa dhambi zangu, na asante kwa kufuka kwako, maana nimehesabiwa haki. Roho Mtakatifu, ingia ndani yangu ukaniongoza katika maisha mapya haya ambayo nimeyapata. Shetani, na kukataa na kazi zako zote na mambo yako yote, maana mimi sasa ni mwana wa Mungu. Ninaishi kwa imani, ninatembea kwa imani, ninavipiga vita vizuri vya imani na ninaushinda ulimwengu kwa imani. Kama umesali sala hiyo, basi umekuwa mwana wa Mungu. Maana maandiko yanasema katika Yohana sura ya 1 mstari wa 12, bali wote waaminio alipo uwezo wa kufanyika wana wa Mungu, ndio hao waliaminio jina lake. Mungu akubariki kwa kuokoka. Tafuta kanisa ambalo linafundishwa na Mungu na kuwa muumini madhubuti ili uweze kukua katika wokovu wako. Nakupenda. Bwana Yesu anakupenda zaidi. Usiache kufuatilia kipindi kinachopita, lakini tutapenda kusikia kwenye comment
mambo gani umejifunza, mambo gani yamekushangaza, jinsi gani umebarikiwa. Mungu akubariki. Tukutane wakati ujao. Amen.